Game Time, tuonavyo sisi. Yes, ni siku ya pili ya mwezi wa 3 mwaka 2024. Wiki ya 10 ya mwaka huu ni wiki ambayo kuna mechi za ligi kuu nchini Uingereza, lakini na ligi mbalimbali barani Ulaya zinaendelea ndani ya wiki ya 10 ya mwaka huu 2026. Ni wiki ambayo imechangamka kweli kweli. Meza Game Time inakuletea game zote mezani, game zote kubwa mezani. Nikiongozwa na Christian Say pamoja na Mswahili hapa. Tupo tayari kwa ajili ya kukuletea game zote na kukupa undani wa matukio ambayo yanakwenda kutokea kwenye mechi hizo. Bwana Christian Say, uko vizuri? Uko vizuri sana. Mswahili, Manchester United fans. Bwana, nadhani tuko vizuri kabisa. Arsenal imeshinda weekend hii. Manchester United imeshinda weekend hii. Chelsea imefungwa weekend. Chelsea imefungwa weekend hii. Wapo wote tunatabasamu kwa sababu nimekaa na wawili wenye tabasamu. Kwa ameniambukiza tabasamu. Ni jambo jema kujipa moyo. Bwana, tunaanza na game ya Wolves dhidi ya Liverpool. Moja kati ya mechi ambayo kwa kiasi fulani tunaenda kuiangalia si kwa ugumu wa mechi kwa sababu kwa ugumu ambao anakutana nao Liverpool, lakini kwa tendency ya Wolves hivi sasa amekuwa akiwang'ang'ania vigogo dhidi ya Liverpool. Liverpool kwa kiasi fulani naye anasaka nafasi ya kucheza UEFA Champions League. Manchester United amekuja kuongeza pressure kwenye top 4 pale. Aston Villa naye wapo na kashikashi za kupoteza michezo, lakini bado anang'ang'ania top 4. Vipi dhidi ya Wolves? Wolves ana power ya kuendelea kung'aa dhidi ya wakubwa na dhidi ya Liverpool. Wolves wametoka Wolves wameshuka daraja. Labda yatokee maajabu ya ngapi sijui ya dunia. Ndio. Wao kuweza kubaki kusalia kwenye Premier League. Yes. Sasa hivi wanachofanya wao ni kukinukisha tu kwa kila kwa kila wanayekutana, kwa sababu wanacheza bila kuwa na pressure. They're just playing, ndio maana inakuwa rahisi sana wao kucheza vizuri kuliko kucheza vibaya. So wametoka kumfunga Aston Villa goli 2, wakati Liverpool wametoka kumfunga West Ham goli 5 kwa 2. West Ham yuko katika nafasi mbovu sana, nafasi ya 18 na kwenye hatihati ya kushuka daraja. Kwa hiyo pressure iko zaidi kwa Liverpool, kwa sababu Liverpool anahitaji sana points. Anahitaji point kuendelea kupunguza gap lililopo la kuweza kumsaidia kucheza michuano ya Ulaya msimu ujao. Kwa hiyo sidhani kama last time nilisema sioni Wolves kuwasumbua Villa wakashinda kabisa. Sasa hiyo ndo shida, kwa sababu wao ni kama kaa. Yaani wewe ukitaka unajua kaa kwenye ndoo, akiwa mmoja anatoka mwingine anamshusha chini. So ni hatari kidogo kucheza nao. Haifurahishi kucheza na Wolves sasa hivi. Lakini bado naweza nikasema Liverpool watakuwa na wakati mzuri dhidi ya Wolves. Moja kwa moja Wolves, nataka hii game tujadili wote. Tujue ni kwa namna gani Wolves labda anaweza kumzuia Liverpool, maana alikuzuia Arsenal dakika za jioni kabisa. Alisawazisha goal na ukaondoka na alama moja. Tena Arsenal aliye kwenye mbio za ubingwa, ukumbuke. Arsenal huyo alikuwa anaongoza goli 2 bila. Yes. Kwanza sasa hivi katika viwanja ambavyo utakiwi kwenda ukiwa una wasiwasi ni Molineux. Kwa sababu tayari wao wameshakubaliana na hali. Sisi tumeshashuka daraja. Wewe unayekuja una la kupoteza zaidi ya Wolves, kwa sababu Wolves ameshajikubalia kwamba mimi nimeshuka. Wewe ukija pale unataka point kwa mtu ambaye anacheza kwa siku hiyo tu. Hata kesho usipompangia mechi yeye hajali. Lakini wewe lazima pale umanage majeruhi, lazima umanage points, na lazima upandishe confidence yako kumfunga yeye. Kwa hiyo unakuwa na hapo lazima uwe na uwezo wa kuiweka game upande wako, ili mwisho wa siku uondoke na chochote. Lakini wengi wanaenda Molineux kuhakikisha
kuhakikisha kwanza hawapotezi wao, kwa sababu kuangukiwa na mgomba hakuna mtu anapenda. Ndio hilo anakuambia kama game ya Arsenal ilivyokuepo. Jinsi muda unavyozidi kwenda unaona Wolves wanazidi kuzoea mechi. Na Liverpool mara nyingi wamekuwa katika game 4 za mwisho Liverpool katika game 5 za mwisho Liverpool kashinda game 4 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo uweze kusema na muendelezo mbaya. Na Molineux kuna game 3 ambazo Wolves hajapoteza mpaka saizi. Kadro ameshinda. Na mbaya zaidi juzi kamfunga Aston Villa 2-2. Kwa hiyo confidence yake kwa mtu ambaye anacheza game moja wiki nzima anasubiri game nyingine inakuwa iko level nzuri. Kwa hiyo kwa Liverpool kuna mawili. Either Liverpool afike aseme sasa inabidi nichukue pointi zote 3, au Liverpool afike aseme hata pointi moja ni afadhali. Kwa sababu Wolves hana cha kupoteza. Hataki hizo pointi 3, lakini ukiweza kumkaribisha azichukue, anazichukua pia. So ni game ngumu kwa Wolves, lakini game hatari kwa Liverpool. Bwana, hiyo ni Wolves dhidi ya Liverpool. Moja kati ya timu ambayo kwa sasa hivi ni kama maiti na mngangania moshaji. Yes, na ukikaa kizembezembe unapoteza alama dhidi ya Wolves. Bwana, Aston Villa moja kati ya klabu ambayo kwa kiasi fulani ilikuja na moto wa kutia mbali, hivi sasa wanatikisika kidogo. Wanadondosha alama, mara sare, mara wanapoteza dhidi ya Chelsea ambayo ametoka kupoteza dhidi ya Arsenal. Wapo uwanjani siku ya Jumatano. Moja kati ya mchezo ambao Chelsea atakuwa ugenini. Chelsea chini ya Rosinia kwa kiasi fulani wanaonekana wanapambana, lakini tulisema kuanzia dakika ya 60 kuanzia dakika 60 Chelsea ni kama upepo unakata au concentration inashuka. Dhidi ya Aston Villa, uchezaji wa Aston Villa, uchezaji wa Chelsea, unaona ni nani ana nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi? Tukiangalia mpaka sasa hivi kwa form walizokuwa nazo wote wawili. Aston Villa game 2 za mwisho ameshinda game 1, na game aliyopoteza amepoteza against Wolves ambao tayari ni timu ambayo imeshuka daraja. Game 2 za nyuma za Chelsea amedraw dhidi ya Burnley, amefungwa dhidi ya Arsenal. Dhidi ya Burnley Chelsea anapata draw dakika za jioni kabisa, kwa sababu alichezea chance wakati wa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili cha game. Chelsea anakuwa na tatizo la concentration kuanzia dakika ya 60. Ndio unaanza kuona wanasema maamuzi ambayo sio mazuri kwa upande wa wachezaji, yani zile ridiculous fouls. Watu wanaonekana kama wana fatigue, unaona kama watu wamepoteza concentration ya nini kinaendelea uwanjani. Sijajua sasa Rosinia na yeye analiona vipi kama kocha, au na yeye anakwenda kulitibu vipi, kwa sababu kuanzia dakika ya 60 kuendelea ndo dakika ambazo nyingi zinakwenda kumaliza mechi. Ukitazama kwa upande wa Aston Villa na wao wakiwa Villa Park wamekuwa sio bora sana na pia sio wabaya sana, kwa sababu top 4 ana chance ya kuipata. Ilhali sasa hivi amepanda United juu ya wote watatu sasa hivi. Maana chini yake yuko Liverpool, yuko Aston Villa, yuko Chelsea. Man U yuko watatu. Ili kumkaribia Man U mwenye hiyo ability ya kirahisi zaidi ni Aston Villa. Na ability alokuwa nayo Chelsea ya kumkaribia Aston Villa iko mikononi mwa Aston Villa, kwa sababu kama akifungwa means Chelsea anamkaribia vizuri Aston Villa. Na Aston Villa kama atamfunga Chelsea means anamwacha Chelsea mbali, anamkaribia Man U au anampita Man U kama game inayofuata ya Man U atapoteza. Hiyo ndo if tunazozungumzia. Lakini kwa Aston Villa ya sasa hivi haiko kwenye fomu nzuri kabisa. Kwenda kukutana na Chelsea ambayo haichezi vibaya ila haipati matokeo. Hiyo ni changamoto nyingine. Kwa hiyo nategemea game ambayo wote watakuwa wanashambuliana, wote watakuwa wanatafuta ushindi, lakini iko likely game hiyo kuisha kwa suluhu, kwa sababu wote watajiami, mmoja asipoteze ili amkaribie mwenzake au mwingine asipoteze amwachie gap kubwa mwenzake. Kwa utakuwa na mchezo wa kutegeana. Lazima kila mmoja atacheza na tahadhari ya hali ya juu. Bwana, baada ya kushinda mechi 4 mfululizo, Manchester United ikatoa sare mchezo mmoja. Wiki iliyopita ikabuka pia na ushindi wa goli 2-1. Kwenye rekodi ya yule jamaa kunyoa
Ndio game ya kwanza imeanza tena. Game ya pili dhidi ya Newcastle United. Moja kati ya timu ambayo kwenye UEFA Champions League ni timu tofauti sana, lakini kwenye English Premier League ni timu ambayo kwa kiasi fulani inadondosha alama pia kama ikikutana na timu ambayo inashambulia kwa kiasi kubwa sana. Na Manchester United hivi sasa bana, Benjamin Sesko amerudi kwenye ubora wake. Bruno Fernandes moja kati ya kiungo bora kabisa pale Uingereza hivi sasa. Dhidi ya Newcastle United ukiwa ugenini, unaenda kushinda game ya pili mfululizo ukiachana zile 4 ambazo zimepita. United hawajawa na matokeo mazuri dhidi ya Newcastle hivi karibuni. Lakini game ya mwisho ambayo tumekutana na Newcastle tulishinda Old Trafford goli 1. United wanakutana na Newcastle ambayo imeshinda mechi 3 tu katika mechi karibuni 9 zilizopita za Premier League. Imedraw mechi 5, imefungwa mechi 5, imedraw mechi 1. Inakutana na United ambayo hawajapoteza mchezo tangia Disemba 21 mwaka jana. Hiyo ni miezi miwili na ushare, you know. So kwa United confidence iko juu, na sasa hivi ambacho ninapenda ni either tucheze beautiful football ama tucheze ugly football, lakini kwa sasa lengo ni moja tu, kukota points. Kukota points, mambo mengine yatajiseti huko mbele ya safari, kwa sababu kadri unavyozidi kupata matokeo mazuri ina build confidence kwa wachezaji. Inapokuwa katika nafasi nzuri inakufanya uamini kwamba unaweza ukapata kitu mwisho wa msimu. Na confidence ya Manchester United imeongezeka sana. Nimeona baada ya kufungwa goli 1 mapema kabisa. Wanaonekana bado wametulia na yani unaona kabisa timu inaamini itaibuka kwamba tutapata matokeo. Yes. So that's the beauty ya kuwa na mwendelezo mzuri wa kushinda games. Kwa upande wa pili unaona Newcastle walivyo. Wanafungwa game moja, wana draw game moja, wanashinda game moja, wanafungwa game. So hakuna mwendelezo mzuri, japokuwa kwenye mashindano ya Ulaya kidogo wamekuwa na mwendelezo mzuri. Labda kwa sababu wanakutana na timu pia ambazo hawajuani sana, yeah. So hata hiyo game bado kuna asilimia zaidi ya 60 ya United kushinda. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kidogo nadhani tutaenda kufanya the double nyumbani na ugenini kwa kuwafunga tena ile game. Hapo labda nikuulize swali kidogo. Kuna advantage gani ya timu au timu ambayo inasubiri kucheza mechi moja ndani ya siku 7 kukutana na timu ambayo imecheza katikati ya wiki? Na wanataka kuniambia ni advantage ambazo United labda anazipata ili kushinda game zake sana. Ni advantage kwa sababu sasa hivi ana concentrate sehemu moja tu. Anakuwa na siku ngapi? Almost siku 4. Kila wiki anakuwa na zaidi ya siku 4 na kuendelea za kupumzika. So ni ngumu sana kupata majeruhi. Hata majeruhi yakipatikanika kuna nafasi kubwa ya wachezaji kurecover. Ukiachana hata na majeruhi tu, fatigue, wachezaji hawachoki sana kwa sababu wanakuwa na muda mrefu wa kurecover. Kwa hiyo ni advantage kwa kweli kwa United. Japokuwa ni kwa mara ya kwanza kwa timu kubwa kama United kucheza mechi chache za msimu, lakini we will take that kwa sababu kwa mahali tulikokuwepo huko kwenye hilo shimo la tewa ni hatari. Kwa sasa hivi it's okay, wacha tumalize. Mimi hata msimu ukisema unaisha kesho nitafurahi kwa sababu tulikotoka ni kubaya sana, lakini tunapoenda tunaonekana kuna mwanga. Carrick ameadi kitu mpaka hivi sasa. Maana ulisema hakuna kitu alichoadi Carrick Manchester United. Yani bado niko kwenye msimamo ule. Yani bado Carrick hajani convince kama ni kocha ambaye tactically ni mzuri, kwa sababu swali langu lilikuwa la mtego kwa Mswahili of course, kwa sababu ile timu samani hata ukimpa sasa hivi Mswahili alafu anakaa na wachezaji siku 7 alafu game inayofuata anaenda kucheza labda na Crystal Palace ambayo katika Alhamisi kacheza Conference League ama kacheza Europa,
sisemi kwamba itakuwa ni rahisi game hiyo, ila haitakuwa ngumu kama United na yeye alikuwa na game Jumatano. Bado mimi naona Carrick anachofanya ni kutweak tu formation, kutweak tu zile positions za wachezaji, kwa labda leo kumwanzisha Mbeumo kama striker, kesho akamwanzisha kama winga wa kulia, juu aanze Sesko, ndo anachokifanya zaidi Carrick. Manake bado sioni. What if Carrick angekuwa anatumia the same system ambayo alikuwa anatumia Amorim. Sawa? Na anapata matokeo. Kuna mawili. Football kwa nje unaweza ukaiona kama ni mchezo ambao unahitaji tu formation ili uweze kushinda. Japo formation inasaidia. Lakini wale wanaocheza kwenye zile formation umewapa nini wakaenda ku-execute kwenye mechi. Anaweza akatumia mfumo ule wa Amorim, alafu akaenda akapata matokeo. Kwa sababu mfumo huo wa Amorim kuna baadhi ya game alipata matokeo. Hajafungwa game zote. Means una work, lakini nani anaenda kuambia nini cha kufanya? Unakutana na mpinzani gani? So hata tuseme Carrick angetumia mfumo ule aliokuwa anatumia Amorim, baadhi ya game wakashinda na baadhi ya game wakafungwa, hauwezi ukamjudge kwamba yuko zaidi ya Amorim, kwa sababu kwa mfumo ule Amorim pia alikuwa anapata matokeo. So iko hivi, mabadiliko yapo. Hata kama ni madogo kiasi gani, lakini ni mabadiliko. Sawa. Na ameletwa na Carrick. Either kwa maongezi, either kwa implement kitu kwenye training sessions, lakini mabadiliko yapo kwa sababu kama wakati kocha aliyetoka, sawa, tulikuwa tunapata matokeo na tulikuwa tunapata matokeo mabovu vile vile. So consistency ilikuwa hakuna. Na kelele zilikuwa ni nyingi kwa sababu once ukiwatoa wachezaji wacheze out of position, kutakuwa kuna minunguniko mingi. Na ni wachezaji wachache sana ambao wanaweza wakajitoa kwamba okay, hapa anapotaka nicheze kocha nitacheza hata kama sio sehemu yangu. Lakini wakati Carrick ameingia, alibadilisha hiyo. Back to the basics, yeah. Achana Bruno, achana masuala ya kwenda wewe kutaka kusema unapokea passes kutoka kwa Maguire, sio kwa Martinez, uanze kuanzisha mashambulizi. Kaa kwenye nafasi yako pale as a number 10, utafanya vizuri. Tumeona mambo yamebadilika. Lakini kama ukiangalia game ambazo tuseme game ambazo game 3 kama hivi au 3 au 4 za mwanzo, game ya nani, ya City, game ya Arsenal, iliyofuata ilikuwa ni game ya Fulham ambayo alifunga ya kitu kama hicho. Namna alivyokuwa anacheza, formation ambayo amebadilisha Carrick. Sasa hivi anacheza 4 wachezaji mabeki 4 2-3-1. Sasa ambapo wakati yuko Patrick Dogu ilikuwa kwamba tunaposhambulia Patrick Dogu, wewe unaingia katikati. Ukiingia katikati, Martinez anatanua, wakati Dalot akiwa amebaki nyuma. Akisha ingia kati, ina maana pale tena kuna wachezaji kwenye midfield, kuna ongezeko la mchezaji mmoja. Kwa jumla wamekuwa wachezaji almost 6 pale. Na ndio maana uliona nadhani the same pattern, goli alilofunga na goli mawili alilofunga Patrick Dogu, yote amefungia katikati. Amefunga ile goli na Arsenal, goli ya City, goli la pili, yote kayafungia katikati. The same as Patrick Dogu alivyoumia akacheza hata kabla hajaumia, game ambayo alifunga ya Arsenal, alifunga Kunya, ambapo Patrick Dogu alitoka akaingia Kunya. The same thing, kwa sababu alikuwa anacheza kushoto, akaingia katikati, akafunga ile goli. Kwa hiyo hata kama ni mabadiliko madogo sana, yapo inaweza, kwa sababu kutransform that team ambayo imekuwa inafanya vibaya kwa muda mrefu si kitu kirahisi sana. So
siwezi kusema kwamba ndo kocha ambao anatakiwa baki na timu, lakini mpaka alipokufikisha una furaha. Mpaka aliponifikisha kiukweli mambo si mabaya. Kweli, yani ukikataa kwamba hamna progress za kimatokeo kwa Man U, wewe mwenyewe utakuwa hauko sawa. Mimi ninachokitazamia ni zile wanasema tactic kwenye football, kwa sababu mpira unakaa na kuna kitu kimoja kinaitwa positioning na role. Na role. Yani unaweza ukampa mchezaji position yake ni winger, lakini role yake wanaita wide midfielder. Kwamba ni winger lakini kipindi hatuna mpira au kipindi tunayo anavunja, anaingia katikati. Huko kunakuwa kuna gap, lakini wakati huo wing fullback wako anaweza akacheza kote, au tunasema inverted fullback, kwamba anaingia ndani ili yule wide midfielder wako atokee upande wa kushoto. Ndipo unapomuona kwamba kocha kuna vitu anavyo implement kwenye timu. Lakini alichokifanya Carrick ni kuna kitu kimoja kinaitwa position and role, kwamba sasa hivi nacheza na pivot wawili chini ambaye ni Casemiro na Dogo Maino, juu yake yuko Fernandes. Hiyo ni position. Role sasa ndo zilikabadilika, kwamba labda Bruno usirudi chini sana, position yako ni hiyo na role yako ni free, kwamba utazunguka, unapozunguka utafanya nini. Exactly. Hebu tuishie hapo kwa Manchester United. Tunahitaji darasa la Manchester United wenyewe. Maana akianza kuongea Mswahili hapa tumalize. Lakini ndo football. Yaani football ni kama dunia. Manchester United. Sasa kweli Manchester United wana mashabiki. Na ndio maana anasema uhalisia unaongea. Manchester United ukiangalia kwenye dunia football ina mashabiki wengi kweli kweli. Bwana, Arsenal wapo uwanjani dhidi ya Brighton. Moja kati ya mchezo ambao kwa Arsenal mchezo muhimu wa kuamua ubingwa, lakini mashabiki wenyewe wa soka ukiachana wa Arsenal wanaitazamia Arsenal ichukue either UEFA Champions League ama Premier, kwa sababu imepita miaka mingi kweli kweli hamjaokota hivi vikombe. Kwa Champions League hajaokota kabisa. Hamjaokota kabisa. Okay. Miaka mingi ipi hiyo? Kwanza timu imezaliwa ile Champions League kweli imekaa muda mrefu. Yes. Dhidi ya Brighton upo ugenini. Tumeona umepata kashikashi kidogo kwenye mechi dhidi ya Chelsea. David Raya amekuwa ni mkombozi wako, lakini pia umekuwa ukipitia changamoto sana kwenye michezo iliyopita. First nataka unijibu, kuna tatizo gani ndani ya kikosi cha Arsenal? Wamekuwa wakiruhusu sana magoli kipindi ambacho mashabiki pamoja na wadau wa soka hawaamini kama Arsenal wanaweza kuruhusu. Kipi tatizo kwenye kikosi cha Arteta hivi sasa? Kama nilivyosema kabla ya game ya Chelsea na Arsenal. Arsenal wanapoteza concentration kwa dakika ya 80 kwenda juu, ambapo ndo timu nyingi ambazo zinataka ubingwa ndo muda wa kwenda ku kill game. Nikirudi nyuma game kati ya Wolves na Arsenal, tayari Arsenal walikuwa na mtaji wa goli 2 mpaka dakika ya 70 plus. Zile ndo game za kwenda kumaliza mechi kwa kumfunga mpinzani wako ambaye tayari kashakubali kufungwa zaidi ya goli 3, ili mechi iwe imekufa, wasiwe na chochote cha kutafuta. Turudi mbele haraka haraka twende kwenye game kati ya Arsenal na Chelsea. Game ambayo imepigwa weekend hii Jumapili. Arsenal alikuwa tayari ana mtaji wa red card ile alopata Neto. Ule ndio ulikuwa muda wa kwenda kumaliza game kati ya Arsenal na Chelsea. Kwa Arteta ana uzito ambao sijui, kwa sababu sijawahi kupewa timu hata ya mtaa. Sijui uzito unatokea vipi, kwa sababu tayari unamuona mtu kama Bukayo Saka. Game tayari imeshakuwa iko juu yake kwa sababu ya kwa tunasema zile double mark. Kashakuwa double mark kuanzia kipindi cha kwanza mpaka dakika ya 70 yuko double mark, lakini Chelsea tayari anashindwa ku double mark tena kwa sababu ana mtu mmoja pungufu. Na ukiwa na mtu mmoja pungufu means utamwachia fullback wako amkabe Saka. Saka tayari level au kile kibobo cha hydrogen kimeshaisha. Hawezi kufanya zile explosion, hawezi kufanya zile dribbling, hawezi ku run with the ball. Why usimweke Madueke ndani kama alipofanya kwa Trossard? Kwa sababu Trossard alikuwa ni mtu wa kubaki changing room wakati tunakuja second half, lakini bado akapewa minutes kipindi cha pili. Nikategemea kwamba
Arteta angeona tatizo hilo ili aweze kumleta Madueke. Kwa sababu gani Madueke angeweza kumaliza game au kusababisha kwamba sisi tusiwe tena tunashikilia bomba na wakati tunacheza na watu walikuwa pungufu. Ukiwa na mtu kama Madueke hauwezi kumruhusu Caicedo, maana Caicedo ni mtu ambaye anakaba upande wa kushoto mara nyingi. Hauwezi kumruhusu Madueke kwenda juu. Huwezi kumruhusu Enzo anokaba upande wa kulia ambao ameingia tena Martinelli apande juu zaidi. Means watu wote wangecheza nusu yao. Na ukishacheza nusu yako means wewe una hatari tena. Kwa hiyo ndo muda wewe kukupelekea moto au kukaa na mpira kiasi kwamba wewe ufiki golini kwetu. Usingemlazimisha Raya afanye saves ambazo sisi ndo tunaonekana kwamba tulikuwa tunashambuliwa zaidi. Why? Tulikuwa tuna mtu mmoja advantage. Lakini watu wanasema kwenye football kuna muda wa kushinda ugly. Alichokifanya Man City dhidi ya Leeds. Kuna muda unashinda vibaya. Lakini sisi tuna game kama 3 tunashinda vibaya. Kasoro game moja tu North London Derby dhidi ya Spurs. Ndio game ile tumeshinda kwa convincingly, mpira mzuri, magoli mazuri, hakuna goli hata moja la set pieces, zote zilikuwa mipango tukashinda. Lakini ukiangalia game ambayo tuna suffocate ni game zote ambazo zinachelewa kufanyika, sababu tuna midfield ambayo kama Zubimendi ana kigugumizi kwenye kupiga progress passes. Mara nyingi anapenda kupiga safe passes, back pass ama square pass, sehemu ambapo hakuna madhara kwa mpinzani, kwa sababu unaweza ukapiga pass 80. Hakuna mtu anashinda kwa game kuisha bila. Unaweza ukapiga tu pasi nyuma unavyotaka wewe, lakini tukiwa na midfield ambaye anaweza kucarry mpira kama anachofanya Rice, unaondoka hata mita 5-6 kwenda mbele kupiga pasi, zinaleta changamoto kwa upande mwingine. So tatizo ni kunaanzia kwanza midfield, ambaye anacheza chini kabisa Zubimendi. Kuna shida kufanya progress passes. Tukija mabeki wetu wa katikati ambaye ni Saliba na Gabriel, wanakuwa wanashindwa kuendelea kuhimili vile vishindo vya kuanzia dakika 80 na 85 kuendelea, kwa sababu tayari midfielder yetu na yenyewe inacheza chini zaidi. Kwa hiyo kuna concentration kubwa ya watu kwenye penalty box yetu, wakiwemo wengine hawakabi, wakiwemo wengine hawako kwenye position. So mipira mingi inaingia kwenye box. Hilo pia Brighton ya Danny Welbeck unachomoka. Brighton ukisema timu ambazo zina fomu nzuri kwa sasa hivi. Utamtaja Man City, utamtaja Arsenal, utamtaja Man U, utamtaja Liverpool, utamongeza na Brighton. Brighton ana mechi 2 ameshinda vizuri tu na sio mechi rahisi. Kashinda mechi dhidi ya Brentford. Na juzi tena ameshinda against ni Newcastle alikuwa Forest. Nottingham Forest. Na zote ameshinda akiwa anacheza mpira. Arsenal game 2 za mwisho amemfunga, kashinda dabi zote, kamfunga North London Derby Spurs, kamfunga Chelsea goli 2-1. Kwa hiyo ni game ambayo unakutana na watu ambao wote wako kwenye fomu nzuri, kwa sababu nyuma Brighton kapoteza mechi 3 mfululizo. Baada hapo kageni mechi 2 mfululizo. Means ile confidence ipo. Na Brighton yuko kwenye nafasi ambayo sio kwamba anataka sana kucheza ana European football anaiwaza. Hiyo ndo shida sasa na yenyewe ilipo. Na shuki chini zaidi, kwa hiyo yuko pale tu kutafuta pointi zake, aendelee kudadali anapopataka. Kwa hiyo unaenda kucheza na mtu ambaye hana pia la kupoteza na yuko nyumbani. So mimi nafikiri game itakuwa ngumu na nzuri, kwa sababu Brighton sio mtu wa kucheza low block. Ukitaka game iwe mbaya kwa Arsenal na iwe haitazamiki kwa uzuri kama wewe sio shabiki, ni game ambayo Arsenal wanakutana na timu ambayo inacheza low block. Lakini Brighton so mtu wa kucheza low block, so Arsenal atashambuliwa sana na Brighton pia atashambuliwa sana. So ni mechi ya kuitazamia vizuri tu, itakuwa sio ya upande mmoja, lolote linaweza kutokea, kwa sababu atakaye outscore zake ndio huyo. Na Arsenal sasa hivi clean sheet imekuwa story, game karibia 4 mfululizo anashindwa. Hiyo ni fixture ya magoli mengi tu always. Kwa sababu timu zote zinapishana. Bwana, hivi sasa ukizungumzia Arsenal huwezi ukaiacha kuizungumzia Manchester City. Manchester City wametoka kushinda vibaya dhidi ya Leeds akiwa ugenini. Waliweka over 1.5 mpaka dakika ya 10 walikuwa mioyo ina amani kabisa. Lakini inafika dakika 90 goli hilo limedumu ndani ya dakika 90.
Manchester City anacheza dhidi ya Nottingham Forest. Manchester City akiwa ugenini, akiwa nyumbani. Semenyo of course yupo on form. Yeah. Yupo kwenye form yake, lakini Pep Guardiola amejua pia jinsi ya kumtumia Semenyo. Semenyo kwanza amekuja kuongeza nini ndani ya Manchester City? Magoli. Hicho tu magoli. Magoli. Yeah, magoli kwa sababu kwa misimu miwili City wamekuwa solely wanamtegemea Haaland. Na ndio maana anafunga magoli mengi sana. Yeah. Lakini anachoka na yeye. Anachoka, yeye ni binadamu pia. Kuna wakati kuna kipindi alikuwa anaenda game 3-4 bila kufunga. Na nadhani sidhani kama mimi sidhani, kuna mtu nilikuwa naongea naye jana juzi. Nikamwambia mimi sidhani kama Haaland kaupia. Mimi nahisi Pep anampumzisha tu. Nahisi wamekaa wanaongea, mzee wewe subiri ukirudi unarudi mtamu tena. So yeah, Semenyo hiyo namna ya kuscout na kupata wachezaji sahihi katika muda sahihi. Wachezaji wote wawili ambao City wamewachukua, Antoine Semenyo na Marc Guéhi, they hit the ground running. Like, yani unajua si wale watu kama walikuwepo. You know? So hamna kuzoea mazingira. Yeah, hamna masuala ya adaptation. Yani na ni uzuri pia wa kupata wachezaji wazuri katika kutoka kwenye the same league. So sasa hivi City wanachoangalia ni kuendelea kumfukuza Arsenal. Ku close gap. Either washinde vizuri au washinde vibaya, lakini lengo ni kufikia ili shimo hapo libaki tena point mbili. Wanaenda kukutana na Forest ambayo kuna tofauti ya pointi mbili tu kwenye relegation zone. Yeye na West Ham. Yeah. Ana pointi 27, nafasi ya 17, West Ham ana pointi 25. Kwa hiyo na yeye anapambana kubaki asishuke there kwa sababu pointi mbili ni pointi chache sana. Zibaki game 10. Kila mmoja anaamini anaweza akabaki. So kwenye makaratasi uwanjani City mile apart kwa Forest. Yeah, lakini football anything can happen. Lakini kwa wakati huu sasa hivi ambapo Kipara anafukuzia ubingwa Kipara yani Kipara. Yeah, Kipara na ubingwa na cheki na mtu. Na Etihad kupata matokeo ni mtihani mkubwa sana. Bwana, hao ni Manchester City dhidi ya Nottingham Forest, na hiyo ni ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Bwana, kuna mechi kubwa inachezwa pale Uhispania. FC Barcelona dhidi ya Atletico Madrid. Moja kati ya mchezo wa kwanza FC Barcelona ilipoteza kwa goli 4. Yeah. Wanaenda kucheza mchezo wa pili, wengi wakitarajia meza kupinduka kwa sababu ndani ya Barcelona kuna wachezaji wamerudi ambao kwa kwenye mechi ya kwanza. Pedri yupo uwanjani na yupo fit. Rafinha yupo uwanjani, yupo fit. Lamine Yamal ametoka kufunga hat-trick juzi kati hapo na yupo fit. Wanaweza dhidi ya Atletico Madrid. Kwanza nataka niambiwe meza, kuna uwezekano meza kapinduka kwa kuangalia wachezaji ambao wamerejea ndani ya kikosi cha FC Barcelona. Haitakuwa mara ya kwanza kwa Barca kufanya remontada. Haitakuwa mara ya kwanza. Waliweza kufanya hivyo 2017 dhidi ya PSG kwenye Champions League. Yeah. Round of 16. Wamefungwa Parc des Princes, walifungwa goli 4, wakaenda Camp Nou wakashinda 6-1. Neymar, Messi, Suarez, you know, waliwafanya Wafaransa wasiamini kilichotokea. So yanaweza katokea. Hata Barca wenyewe wameshafanyiwa hivyo na Liverpool. Yeah. Wameshafanyiwa hivyo na AS Roma. So yani kinaweza ikatokea. Japo kiukweli kwa Atletico hii. Not so kwa Atletico hii, ila ni asilimia nyingi sana. Yani kuna ugumu. Ndio maana huwa zinaimbwa sana hizo comeback kwa sababu zinatokeaga mara moja. Yeah. Goli 4 ni nyingi sana.
nyingi mno. Nimekuja kuelewa kwa nini Hans Flick alikuwa anang'ang'ania ile goli, walau goli moja. Yeah, walau goli moja. Unajua unapoenda 4-0, 3-0, yani ni kama vile yani wewe unaanza mwanzo upya. You know, so mimi kwa kiukweli naweza nikawapa tu nafasi ya Atletico ya kusonga mbele for now, lakini nakumbuka Madrid basi walishawafunga Atletico goli nyingi tu. Kwa hiyo tena za mwaka uliopita basi wakiwa na siku nzuri ofisini, labda tunaweza tukaona comeback, lakini kwa sasa ni karibia 70% ya Atletico kuendelea na safari. Na 2025 Copa del Rey hii Barcelona alipigwa goli 4 na Atletico Madrid pale Metropolitano, akachumua zote, game ikaisha 4-4. Camp Nou game ikaisha 4-4. Akaenda Metropolitano akamfunga goli hili moja, akaqualify kwenda finali na akabeba. Ninachojiuliza, Barcelona atapata goli 5 Camp Nou, ila hata ruhusu na highline anaocheza. Hilo ni swali lingine, kwa sababu alichokifanya Cholo juzi kuwapumzisha watu 4 ilikuwa sio kwa bahati mbaya. Ilikuwa tayari kasha picture game ya second leg na against Barcelona Camp Nou. Ni game ambayo nafikiri Barcelona anaweza kweli akapata goli 4 kama walizofungwa Metropolitano. Lakini je, Barcelona watakuwa na uwezo wa kuhakikisha Atletico Madrid hapati goli hata moja? Hiyo ni debate nyingine, na unachojua kwamba Barcelona sio mzuri kwenye kuzuia, ila ni mzuri kwenye kushambulia. Kama alivyosema Mswahili kwamba 70% tayari Atletico Madrid yuko finali. Lakini mimi naomba nizipunguze kidogo, kuzipeleka 60. Tayari Atletico Madrid yuko finali. Mzani unaelemea zaidi Atletico Madrid kwenda finali, lakini sijaondoa kwamba Barcelona anaweza akapata goli 4. Ana uwezo wa kupata goli 4 vizuri tu akiwa Camp Nou. Tatizo linalokuja, je, ataweza kushikilia bomba wasipate goli hata moja? Anaweza kuipeleka game extra time au kuipeleka kwenye penalty, lakini shida ni yeye asifungwe. Goli 4 anapata Barcelona. Na Cholo kwenye kukaba pia ni mzuri sana. Yaani kufika pale Camp Nou akacheza haram football kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 60. Cholo analiweza kabisa hilo. Kukuwekea mabeki 8, alafu watu wawili wa juu akawa ni Griezmann, labda na Solos au na Alvarez, alafu watu wote wa chini wao wanakaba. Sawa, Mark Lukman alipumzishwa game ya juzi. Griezmann huyu Simeone mdogo na yeye akucheza game Giovanni. Alvarez alikuja kuingia dakika za mwisho na ndio huyo akafunga. So unaona jinsi gani kwamba alikuwa ameshaona kwamba ana kipengele gani katikati ya wiki. So ni game ambayo ni ya kutizama sana, lakini naona Barcelona akipata magoli zaidi ya 2 game hii. Okay. Goli zinawezekana na Barcelona anaweza akafuzu kwenda tano. Inawezekana. Mimi naamini kuna maajabu yatatokea katikati ya wiki hapo. Na kuna mtu ataenda finali. Nasubiri nani? Bwana Como, ukiicheki game ya Como, game yoyote ile ya Como, unaweza ukawa na confidence ya kumpa wala goli 2 na kuendelea. Anacheza dhidi ya Inter Milan, moja kati ya mchezo mgumu kwa Fabregas kwenye ligi kuu ya pale nchini Italia. Anatesa sana vigogo Como, confidence ya hali ya juu, wachezaji wanacheza kujituma kweli kweli. Mechi iliyopita tulikuwa tuna wasiwasi na Como kidogo, lakini alimbamiza mtu goli 3 dhidi ya Inter Milan ambayo ipo kwenye mbio za ubingwa, na weekend iliyopita ametoka kuibuka na ushindi. Vipi dhidi ya Como? Como mbele ya Inter Milan anapawa kuichukua alama yoyote mbele ya Inter Milan? Kwanza game hiyo ni ya Copa Italia. Alafu hizo game za cup huaga zina maajabu yake tofauti kabisa. Inter Milan alichobakiza sasa hivi ni hivyo vitu viwili. Ligi, nakumbuka wiki ile alicheza na AC Milan, mtu ambaye yuko nyuma yake. Alafu ana nusu finali ya Copa Italia ndio anacheza na Como. Means tayari ana game 2 crucial. So
hii game sidhani kama Achieve ataiapproach kama game ya ligi. Ata approach kama game yake ya mwisho, kama akipoteza anabaki na kikombe hichi kimoja. So Como atakuwa na wakati mgumu kwa sababu anakutana na Giant ambaye kuna kitu anakihitaji. Como ni mzuri kwenye kuabsorb mashambulizi ya mpinzani, na kwenye explosion ya kwenda kushambulia Como pia ni mzuri, lakini unakutana na Inter Milan ambaye kuanzia midfielder kushuka chini ni watu wazima na wenye maamuzi. Lazima Como wata struggle, sio sehemu ya kukimbizana sana ili apate mwanya wa kuwachosha ili afanye maamuzi. Dumfries amerudi sasa hivi, ambao atakuwa anabishana na Parcel upande wa kulia. Mkhitaryan naye amerudi game ya 3 sasa hivi, wanamkosa tu Hakan Çalhanoğlu. Wanamkosa na Lautaro Martinez, labda probably anaweza wakicheki fitness kama anaweza kucheza mechi za Como. Bastoni pia na yeye yuko sideline, kama ataweza kucheza game na against Como ataanza, lakini Espacito Bastoni hawezi cheza kabisa kwa sababu ana yellow card. Yani namaanisha Lautaro kama atakava fitness anaweza akacheza game hiyo. Lakini juu pia Espacito so forward mbaya akisaidiana na Thuram. Kwa hiyo uhakika kwamba Bastoni atakuwepo na Hakan Çalhanoğlu ambao wao ni uhakika kwamba wanaweza wasicheze game hiyo. Lakini kwa Como bado siwapi nafasi kubwa kwa Inter Milan ambaye ana hicho tu cha kukizuia kwa sasa, na imebaki tuseme game moja ili aweze kukifikia. Como atapata upinzani stahiki na probably game hiyo atakwenda kupoteza. Bana PSG wapo uwanjani Como atashinda bana. Kimaaba au kiuwezo? Kama ulivyosema hizi ni game za Cup azinaga mwenyewe sana. Kwa sababu kama ulivyosema Inter wamebaki na makombe mawili, Scudetto na Coppa Italia. Na wametoka kwa aibu na kwenye Champions League. Kwa hiyo inaweza kama bado ina wahanti hiyo kitu ya kutolewa na Bodo Glimt. Lakini kwa Como wenyewe nadhani ni kitu yao hiyo ambao wanatamani sana. Maybe hawana uhakika sana na Serie A, lakini hili mpaka hapo walipofika wanahisi chochote kinaweza kikatokea. Wao kwa wao mechi ya mwisho wamekutana ni mwaka huu, nadhani mwaka jana December, ambapo Inter walishinda goli 4 na hawajawahi kuwafunga Inter kwenye almost game 6-7 zilizopita. So ni kitu ambayo nadhani watakuwa wanaitamani pia. So na namna wanavyo approach games, namna Cesc anavyo panga timu yake, itakuwa game nzuri. Itakuwa game nzuri sana ya kwa. Na vijana wanajituma sana. Bwana, baada ya kuondoka kwa great kubwa kwenye UEFA Champions League, PSG dhidi ya Monaco wanaocheza kwenye Ligue 1 pale Ufaransa. Moja kati ya mchezo ambao utakuwa na upinzani mkubwa sana. Mechi ya mwisho PSG akiwa nyumbani kwenye UEFA Champions League walitoka sare ya goli 2-2. Lakini ukiangalia records za mechi 5, PSG of course kaibuka na ushindi kwenye mechi 3. Wametoa sare moja, lakini Monaco ameshinda mechi 3, mechi 4. Kuna game Monaco ameshinda. Monaco kashinda game moja tu kwenye mechi 5 So nadhani wametoa moja ya juzi ya 2-2. Alafu PSG kashinda mara 3. Lakini kwenye ligi nadhani kapoteza mara moja tu kwenye game. PSG kapoteza mara moja dhidi ya Monaco kwenye hizo game 5 kwenye ligi. Kwa kashinda 4. Mechi inakwenda kuamuliwa zaidi kwenye maeneo gani hasa kwa upande wa PSG? Kwenye game za Champions League tuliongelea sana. Wanacheza namna tofauti. Monaco wako very compact, wakati PSG the other way around. Wanapenda kupossess mpira. So hizi game huwa zinakuaga pia huwa zinakuaga kama they can go either way. Kwa sababu kama Monaco wakiweza kudefend vizuri, probably wategemee counter attack kwa kuwafunga au set pieces kwa kuwafunga PSG. Lakini PSG they have wao wana njia moja tu
Ukikaa nyuma watataka wakufungua waweze kupata magoli. Nadhani PSG japokuwa wanaongoza ligi sasa hivi, lakini sidhani kama wao ama Enrique anaamini kwamba timu yake inacheza vizuri sana. Sidhani kama anaridhika na kiwango ambacho kinaonyesha PSG tofauti na msimu uliopita. Lens wamekuwa wanawahemea sana PSG. Kuna siku nilikuwa nasema Lens walitakiwa capitalize kwenye namna PSG wanavyosuasua, kwa sababu wakisha kaa pale juu inaweza ikawa shida tena. Na sasa hivi wako pale juu kwa tofauti ya point 3. Sidhani kama wanaweza kushuka tena kwa staili hiyo. Kwa hiyo Lens labda wasubiri tena msimu ujao. Hii ilikuwa ndio msimu pekee ambao wanacheza vizuri sana Lens. Huu ndio ulikuwa msimu pekee ambao nadhani ni kama Arsenal. Ndio msimu pekee ambao walikuwa wanaweza wakapambana kuchukua Ligue 1. So kati ya Monaco na PSG it's a close contest. Sidhani kama Monaco watawasumbua tena PSG. Nadhani PSG watataka widen the gap la points dhidi yake na mnaifuatia, kwa sababu hata Monaco wenyewe wako nafasi ya 5 sio ya 6 kwa point 37. Almost point ngapi 10 na sio. Nilipata wasaa kuangalia game ya PSG na Le Havre weekend kidogo tu. Game ambayo PSG alishinda goli moja. Nilipata kama dakika niliangalia half moja ile. Mimi nilipata kama dakika 30 kama sio 25 kuangalia game ile. PSG anaenda kutana na kitu kigumu sana dhidi ya Monaco. Monaco kwa sasa hivi anakwenda kujipata. Yaani anashinda zile game ambazo ni ngumu na anacheza vizuri. Ukiangalia margin ya PSG kushinda au kuqualify alipokutana naye kwenye playoff ni ndogo, kiasi kwamba PSG kwenye game anaingia akiwa yeye ndo anauoga zaidi kuliko Monaco. Na kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu tayari PSG anajua huyu ninapocheza naye yeye ana uwezo wa kupata magoli au zaidi ya magoli yangu ninayofunga mimi. Ni ngumu. So nahisi kama PSG game hii atasumbuka, probably game inaweza ikaenda kwa Monaco. Bwana, tuwape fedha katikati ya wiki hapa, mechi nyingi na game 5 za nguvu tumezipata. Pale Betwin bwana, tunakupa game chache lakini unaweza kuweka fedha nyingi ili upate fedha nyingi zaidi. Lakini watu tunasisitiza akili za kuambiwa uchanganye na za kwako. Usije kuondoka na akili zetu pekee alafu hela ni ya kwako unapoteza wewe, unakuwa maskini wewe. Bwana, tunaanza na game ya Aston Villa dhidi ya Chelsea. Aston Villa dhidi ya Chelsea over 1.5. Hiyo game ni 2-2. Kwa hiyo ukiweka GG ni sawa, ukiweka over 1.5 ni sawa. Brighton dhidi ya Arsenal. Hiyo game ni over 2.5. Kwa hakika. Timu zote zitafungana lakini Arsenal watashinda. Manchester City dhidi ya Nottingham Forest. Mpe Manchester City ascore goli 2. Goli 2. Newcastle United dhidi ya Manchester United. Hiyo ni GG au hakika. GG lakini United anashinda. Okay. FC Barcelona dhidi ya Atletico Madrid. Sijui option ile iko vipi, lakini kama kuna option ya Barcelona kushinda lakini hata qualify unaweza ukaiweka. Win for Barcelona. Barcelona mpe goli 2. Barcelona atascore goli 2 kwa Camp Nou. Over 1.5. Hiyo ni michezo ya katikati ya wiki, unaweza ukaweka utabiri huu na kupata fedha. Mimi naamini Barcelona atafunga goli 3 kwenye mechi hiyo, lakini Aston Villa dhidi ya Chelsea, mpe Aston Villa score goli 1. Chelsea ni rahisi sana kuruhusu goli. Manchester United dhidi ya Newcastle United. Bwana, Manchester United ipo kwenye form sana na Newcastle United hana ubavu wa kumzuia Manchester United ya hivi sasa. Kwa hiyo nampa Manchester United moja kwa moja. Brighton dhidi ya Arsenal. Arsenal ipo kwenye mbio za ubingwa, hana nafasi ya kupoteza mechi yoyote, anashinda. Manchester City dhidi ya Nottingham Forest. Manchester City hana nafasi ya kupoteza mechi yoyote. Kwa hiyo unaweza kumpa moja kwa moja Manchester City.
Na hapo ndo mwisho wa Game Time katikati ya wiki hapa. Mimi ni Andrea Masawe, alikuwa Skill Sensei pamoja na Mswahili Masud. Lakini wanasema utamu wa game uingie kuicheza. Usiache kuifuatilia Game Time. Kwenye episodes zinazofuata utapata utamu wa michezo yote ambayo inachezwa katikati ya wiki pamoja na weekend tofauti, mechi za ligi mbalimbali. Ifuatilie kupitia Dimbani Connect pale Instagram, Dimbani Connect pale YouTube, Dimbani Connect pale TikTok pamoja na Facebook kwa jina hilo la Dimbani Connect. Uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.